sasa hivi tuko asilimia 64 yuko sasa hivi tu katika stage ya finalize kwa mashine kishaku sasa hivi. Vifaa vyote sasa hivi tunaendelea kufanya installation ya milango na tunatarajia kuanza deck cover. Kwenye nyumba tunasema unaweka floor, unaweka tile, hapa tunaweka deck cover. Nani skid material, unaweka deck cover. Geka ile tunatarajia kuanza furniture. Sasa hivi kitabu tunaenda kuona milango inawekwa, chini board wanaweka, wire inaweka na taa inaanza kufunga taa. Tayari tunamalizia kijao kwa ndio kijao baada ya kupokea hizi leo, ndio kijao tuanze kushiriki. Kwa kianza sherehe ya mashine ndio kwa sasa hivi. Sasa hivi ambacho hatujafika site ni kupela na kushaka kufanya habari za vitu vya spiri na zikija tunapata kushiriki kwa kufix hizo kupela na shafu. Shamba hizo basi kufika tunaanza kuangalia au hali hapo bali kuangalia kabisa. Kama mheshimiwa ukaribia tu. Lengo ilikuwa ni kuja kupokea injini za meli yetu ya MV Liemba ambayo kimsingi meli hii ilikuwa ni mkombozi mkubwa kwa wakazi wa mji wa Kigoma na vitongoji vyake. Tunakumbuka meli hii ilikuwa ina operate kutoka Kigoma kwenda Zambia, mahali ambapo tulikuwa tunapata wafanyabiashara wengi walikuwa wanaleta bidhaa zao, na ilikuwa ni sehemu kubwa ya ajira kwa watu wetu wa mji wetu wa Kigoma Ujiji. Ajira kubwa ilikuwa ikifanyika katika meli, takribani watu 200 walikuwa wakifanya biashara katika meli yetu ya Liemba. Hivyo ni ukombozi mkubwa kwa wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji pamoja na vitongoji vyake. Eneo hili siku za nyuma tunakumbuka siku za Jumapili ilikuwa ni gulio. Tulikuwa tunapokea matani na matani ya mchele, lakini pia samaki na dagaa. Lakini pia tulikuwa tunapokea sukari kutoka Zambia, wakati kipindi cha nyuma sukari kwetu ilikuwa ni adimu. Kwa hiyo meli hii ni ajira kubwa ambayo inakwenda kuwakomboa vijana na wakazi wa mji wa Kigoma Ujiji. Ndoto ya wana Kigoma inaendelea kutimia. Ndoto hii ambayo ilikuwa imelala tangu mwaka 2018 ambapo MV Liemba iliondoka kwenye majukumu yake ya utekelezaji wa shughuli za usafiri na usafirishaji, leo tunakwenda kuandika historia nyingine kabisa ambayo vizazi na vizazi wataendelea kumkumbuka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya mkuu wangu wa mkoa Mheshimiwa Balozi Simon Siro ambaye ameniambia kwa niaba yake nije kupokea injini hizi mbili zilizofika kwa ajili sasa ya kukamilisha ukarabati mkubwa kabisa ambao Mheshimiwa Rais ameugharamia kwa takriban shilingi bilioni 32 na ushe, fedha nyingi sana za Kitanzania. Hakika wana Kigoma hawana cha kumpa Mheshimiwa Rais. Tutaendelea kumwombea dua, tutaendelea kumwonyesha upendo wetu kwa kazi kubwa ambayo amekusudia kuifanya. Meli hii ambayo ina historia ya Kigoma imejengwa mwaka 2013. Ina uwezo wa kuchukua tani 200 za mizigo na abiria takriban 600. Ni meli ya kimataifa. Meli hii sio ya Kigoma tu. Kama mnafahamu, itakuwa ina operate kwenye ziwa Tanganyika na itakwenda katika nchi 3 kwa maana ya Zambia, Burundi pamoja na demokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na meli hii ni sehemu pia ya utalii. Kama mnavyofahamu, ina historia kubwa sana tangu 1913. Maana yake ni kwamba tunatarajia itakapoanza kazi watalii mbalimbali watakuja kuitazama meli hii, namna ambavyo kwanza ni meli kongwe, pengine inaweza kuwa meli kongwe katika Afrika. Ni meli yenye historia kubwa sana tangu enzi za Mjerumani, Mwingereza mpaka leo. Sasa basi tumehakikishiwa, na hivyo ndivyo ilivyo, kwamba itakapofika mwisho wa mwezi wa 7 meli hii itaanza kufanya kazi. Itaanza kufanya kazi, na kwa sasa tupo kwenye asilimia 64 za ukamilifu wake, na vifaa vyote vipo site kama ambavyo mmeviona. Sasa inageuka na kuwa meli ya kisasa kabisa. Inakuwa meli ya kisasa kabisa, hata kwa spidi ya safari yake imeongezwa, na kwa maana hiyo tunategemea mwendo wa safari utakuwa mfupi kuliko ilivyokuwa pale awali. Kwa jina naitwa Isaya Sibanganya Ndimligo, ni mwenyeji wa Kigoma mjini hapa. Ni kweli kwa ujio wa meli yetu ya Kigoma tunashukuru sana serikali kufanya maboresho kama haya. Tunaamini sisi wana Kigoma tutapata fursa zaidi
ya vitu vizuri zaidi, kwa sababu miaka iliyopita tulikuwa tukitumia hiyo meli Kongo, Burundi mpaka Zambia, mambo yalikuwa mazuri, lakini baada ya meli hiyo kuwa mbovu, watu tulipata changamoto zaidi. Lakini naamini wafanyabiashara wa Kigoma tumejipanga na tutafanya vitu vyema, na tunaomba mwezi wa 7 huo Mungu atufikishe tukiwa salama, tunaweza tukapata mambo mazuri zaidi. Naamini fursa zitafunguka na maisha yatakuwa mema, na vile vilivyokuwa vikihitajika vitafunguka zaidi ya hivyo. Tunamwomba mama aendelee kutukumbuka wananchi wa Kigoma. Mambo ni mazuri na ujio huo tunasubiri kuupokea kwa mema zaidi. Kwa majina naitwa Naomi Milton, ni mkazi wa mkoa wa Kigoma. Hiki ambacho kimefanyika au hii taarifa ya kukamilika kwa meli ya MV Liemba, kwetu sisi kama wafanyabiashara, sisi ambao ni wadogo, tunaweza sema ni fursa ya kipekee ambayo tulikuwa tumezoea hapo awali kwamba tunasafirisha mizigo kwenda nje na kurudi, lakini kwa takribani kama miaka 9 huduma hii ikawa haipo kutokana na ubovu wa meli ya MV Liemba. Lakini tumaini la kurejea upya kwa meli hii, tunaamini ni fursa ambayo itakuja kutufungua kiuchumi, lakini pia itakuwa imeturahisishia kwa namna moja ama nyingine kufanya shughuli zetu kwa uharaka, tofauti na ambavyo kwa kipindi hiki ambapo tulikuwa tunapitia labda kwa kupitia usafiri wa magari, kupitia usafiri wa kusafirisha kutumia boti, kutumia vitu vingine, lakini kupitia MV Liemba tunaamini sasa tutarudi katika upya ule ambao tulikuwa nao tangu awali. Kwa hiyo sisi kwetu kama wafanyabiashara ni habari njema, na tunatarajia kufunguka kwa kila mmoja, kwa soko tu kwa wafanyabiashara wadogo na wakubwa, lakini pia ni sehemu ya kuingiza pato la taifa kupitia kodi ambazo tulikuwa tunatoa. Kwa hiyo itatusaidia sisi kuongeza uchumi wetu, lakini pia itasaidia kuongeza uchumi wa taifa.